Sisi kama REA tumefadhili mradi huu wa usambazaji wa gesi asilia kwa wananchi wa mkoa wa Lindi, hususan kwa kata za Mingoyo na Mnazi Mmoja, ambapo jumla ya wananchi kaya 477 zimeunganishwa na mifumo na miundombinu ya gesi asilia na wanatumia gesi asilia kwa kupikia majumbani mwao. Wakala wa Nishati Vijijini umetoa ruzuku ya takriban shilingi bilioni 6.8 kwa ajili ya kuwezesha mradi huu katika mikoa ya Lindi na Pwani. Mitambo ambayo unaiona nyuma yako ipo kwa ajili ya kupunguza mgandamizo, ipo kwa ajili pia ya kupasha ili kuzuia gesi isiweze kuganda tunapokuwa tunapunguza mgandamizo huo. Katika hatua za usalama pia tunalo eneo ambalo tunaongeza harufu ili mteja aweze kugundua iwapo gesi hiyo itakuwa imevuja ama kuna tatizo jingine. Gesi hii ina faida na ni nzuri kwa sababu yenyewe ni nyepesi, hivyo itakapovuja ni rahisi kutoka katika makazi ya mtu na kupotea ili isilete madhara. Sasa hivi kusema ukweli, gesi imeturahisishia maisha. Kwa kipindi cha nyuma ilikuwa nachelewa kupika, watoto wanachelewa kula. Hiyo sasa hivi hata kama umechelewa, labda umeenda matembezini huko, umefika haraka tu umewasha jiko lako, umeandaa chakula haraka, watoto wanakula. Zamani wakati natumia mkaa kulikuwa na kazi ngumu, sio rahisi kama ilivyokuwepo gesi. Yaani gesi ni rahisi sana kuliko mkaa au kuni. Kwa hiyo tunashukuru. Hata hapa shuleni tulikuwa tunatumia nishati nyingine ambayo sio safi, lakini baada ya Mheshimiwa Rais kusisitiza sera hiyo ya kutumia nishati safi, na sisi tuliunga mkono, ambapo tuliwasiliana na watu wa TPDC lakini na REA kwa ajili ya kuhakikisha kama tunapata nishati safi ambayo ni ya gesi asilia, ambao kwa sasa hivi tunafurahi tumepata huduma hiyo ya gesi ambayo ni safi na inarahisisha sana utoaji wa huduma wa mapishi. Wanafunzi wetu wanapata chakula kwa muda ukilinganisha na kipindi cha nyuma ambao tulikuwa tunatumia tulikuwa tunatumia nishati nyingine ambayo ilikuwa inatumia muda mrefu kuandaa chakula.